kuwapigia ndako kura akiwa kama especially mwakilishi wa mama katika kaunti ya Kakamega. Hiyo kitu ilikuwa kila mahali. Wanafanya campaign baada ya kufunga. Kitu cha pili pata wale wakuu wa serikali walishiriki katika campaign zile. Wamekuwa kule wote wale CS Mudavadi na kadhalika. Anapeana kazi katika jukwaa la campaign. Anasema mtoto wa marehemu Indenje tumempea kazi katika jukwaa la campaign. Hiyo sio free and fair. Hiyo ni unfair influence kwa watu. Kwa hivyo walitumia vyombo vyao va influence pale kwa shawishi wapiga kura. Walitumia kushawishi. Ilikuwa sio nia nzuri ya kusaidia, bali ilikuwa ni campaign. Unaona vile wewe kuanzia kesho utaona hakuna campaign itafanyika yote. Utapata barabara zinalonjiwa ila kwa campaign wakati ya campaign. Unajua hiyo ni kuinfluence watu. Lakini natakana kura ipige bila undue influence. Mtu apiga kama mind yake kwa clear. Kitu ya pili kupeana pesa kwa watu. Kwa kupeana 500, 1000 ndio waende upige kura. Kitu kingine utapata kwa wale agents wa mpinzani wote walitolewa katika stations fulani. Lakini tuko na agents wale wengine. Kingine wanapata tulikuwa na magari 14. Voxi na Noah. Zote zinaskotiwa, tuko na vijana ndani na mipini na bunduki. Hiyo ni constituency gani? Hiyo ni Malava. Malava sio? Yeah, zote zinaskotiwa na polisi. Wakipata mtu yote wa upinzani anapigwa, anafukuzwa, agent anafukuzwa, na hakuna kitu IEBC ilifanya. So huwezi niambia kuwa katika such a atmosphere tuko na free and fair election. Nyinyi wenyewe mkiwa katika radio hapa, mlikuwa mnaona magari yanachomwa, mnaona watu wanaumizwa, watu wanapigwa. Lakini kuulize IEBC ambaye ni referee walifanya kitu gani? Sababu hapo ndio wakati IEBC ingehakikisha kuwa imefanya mambo fulani. Na sio katika Malava peke yake. Pia katika Kapchai tulikuwa na shida zaidi ya hizo. Biko tapata wakati ya uchaguzi, wakati wa campaign, watu walikuwa waruhusiwi, ule mpinzani independent alikuwa waruhusiwi ku campaign na watu fulani. Like wakati sisi tumeenda kwa George Natembea, tulipigiwa risasi na wale watu walitupigia risasi sio askari. Ni wahuni kutoka Uganda. Na sisi tulikuwa tumeambia askari kuwa watu wamekodishwa 300 na mipini na watu 14 wako na bunduki. Mimi mwenyewe nikapigia county commissioner. Na nikamueleza ilikuwa ni Ijumaa, nikamwambia sisi tunaenda kufanya mkutano kesho Kapchai. Lakini habari ambazo zimefika katika ground ni kuwa watu fulani wako na bunduki na watu fulani wanapewa mipini. Na mkomsha report tayari. Report kesho asubuhi nikamueleza. Lakini baada sisi kuingia katika ule uwanja, tukianza kufanya mkutano kampeni yetu, baada ya mimi kuongea, Majimbo Kalasinga kuongea, Wangamati kuongea, akiwa ule gavana Trans Nzoia anaongea, tukasikia bunduki milio ya risasi kaanza kulia. Hata nafikiri hiyo video ilikuwa na trend ambao gavana ilipigwa amesimama, ndio ule mlinzi wake akaenda akamsukuma katika gari. Na baadaye hawa watu wakaanza kupiga watu. Hivi Zack Baraza, kwa heshima tu, haya ni madai ama ni mambo ambayo unayajua? Na je, nikikuuliza kufikia sasa, je, uko na proof yoyote ambayo naweza kupea hata video zile? Hata hiyo video ya George Natembea imetrend kila mahali akipigwa risasi. Maana wapinzani upande wa pili wapo wametoa madai yao, nasema kwamba haya ni mambo ambayo wenyewe mlistage pale kufanya ionekane ya kwamba serikali ndio imeingilia kati ya mabile. Kwa nini serikali haikuchukua sheria? Wewe risasi zikilia mahali popote lazima polisi waende waangalie hii bunduki yani. Lakini mwishowe baada ya uchaguzi mliripoti labda baada ya hili swala. Tuliripoti. Unaona katika mbunge wa Kapchai baada ya kupigwa pale wale wahuni wakaenda katika nyumba ya mbunge wa Kapchai wakapiga mama yake akaumizwa, wakapiga mfanyakazi wakavunja miguu, na pia wakabomoa wakapasua vioo katika ile nyumba. Nafikiri umeona ile hizo video mbunge akiwa katika nia akilalamika. Na mbunge anapigwa na mwananchi kawaida atakuwa namna gani? Lakini ukiangalia kwa hiyo wakati wote hakuna hatua imechukuliwa na IEBC katika kaunti ya Bungoma katika ile kinyang'anyiro cha Kapchai, because tuli expect IEBC anze crack ile siku ya kura. Ule candidate independent alipigwa mbele ya askari na mbele ya IEBC officials, akabidi atoroke. Agent yake alipigwa mbele ya IEBC officials. Naweza kupata picha hapa, agents wakatolewa ndani na IEBC wanaangalia. So ukiangalia kura watu walikuwa wanalipwa 500 waende wapige kura. Hivi Bwana Zack Baraza, haya madai yote haya, yale ambayo mliyaona, yale ambayo mliyapitia, je, yapo katika ripoti hii ambayo mnaenda kuwakilisha mahakamani ambayo imefika mahakamani? Yako katika ripoti ambayo mnaenda kuwakilisha mahakamani. Ukiangalia the level of violence katika zile Mbere, Malava, Kasipul,
na Kapchai. Ndio. It was on another level. Haijawahi fanyika namna hiyo. So kufikia sasa, je, kwa wale wa Kenya ambao wanasema ya kwamba, kwa sababu ukiangalia upande wa IEBC wanasema kwamba there was a law of voters registration, na wale ambao pia walienda kupiga kura pia walikuwa ni wachache. Je, unadhani kwamba Wakenya tayari walikuwa shatabiri ya kwamba kutatokea vurugu kama hii, ndio wengine wakasusia kutokwenda kupiga kura? Shida ni kuwa wakati tumekuwa na mchafuko, watu wanapigwa, mtu anaona hakuna haja aende aumizwe kule. Hiyo ndio inafanya watu na low turnout, watu waende. Kitu kingine wanaona serikali inatumia nguvu zaidi, inatumia mbinu ambayo sio nzuri. So mtu anaona faida, kura yangu hata nikipiga haitaweza kufanya chochote, sababu serikali itatumia nguvu, inaweza kuchukua hii kitu na nguvu. Tuna watu wengine wanatuambia hata hakuna haja ya kampeni, waachana na hizo vitu, sababu tunajua serikali itatumia nguvu, ichukue, itatumia vyombo zake, itatumia ile violence. So watu wengi wanaogopa kwenda kupiga kura, sababu wanasema hata ukipiga kura, hii kura haitabadilisha chochote. Na tunatakana kuwa kura yako iwe ni kura ya kubadilisha mambo. So hiyo ndio sababu napata kuwa tuko na low turn up. Watu hawana imani katika hizi nini. Wanasema hata tukienda kupiga kura yote itakuwa ni hasara, hakuna kitu cha kuweza kusaidia. Sababu kitu ya kwanza, serikali watu wanaamini kwa serikali inaenda kuchukua, itanunua, itatumia nguvu. Na umeona ikitumia nguvu. Sababu ukiangalia katika mtu anapigwa katika polling center, huyo ni aspirant. Ule mwananchi ambaye anaenda kumpigia kura atakuwa na imani namna gani? Katika gari zinachomwa ile siku ya kura, wahuni wanatembea na mipini na magari mengine, mtu anaona faida gani mimi kwenda kupiga kura? Hata nikipiga kura, hii kura tayari serikali itashaamua ama itachukuliwa na mtu fulani. So mtu anaona hakuna haja ya kuharibu muda wangu kwenda kupiga kura. Sasa hii ndio tunaona, nasema ukiangalia katika katiba wanasema zile conditions za mambo free and fair election inataka ni kuwe free and fair, mtu asikuwe intimidated, mtu asikuwe induced, mtu aweze kuenda kupiga kulingana na nia yake. Lakini hapa watu wanashurutishwa. Ukishapewa pesa umeshurutishwa. Wanakuambia kwanza walikuwa wamesema ukipewa pesa unaenda upige picha urudishe. Ukisharudisha hiyo picha yenye umepiga hiyo nini yako, unaongeza pesa nyingine. You know, those are underhand tactics. Alright, labda msikilizaji, kwa niaba tu ya msikilizaji asubuhi ya leo, yale ambayo bwana Zack Baraza anasema bwana ni kwa maoni yake tu, na katika njia moja au nyingine hayahusiani kina Radio Maisha. Labda kufikia sasa bwana Zack Baraza, kuelekea mwaka 2027 na yale ambayo mmeona yakifanyika katika by elections, je, kuna marekebisho yoyote ambayo mngetarajia yafanywe? Maana bwana Gachagua pamoja na Kalonzo Musyoka kabla by elections zije pale walikuwa wametoa marekebisho fulani ambayo wangetaka IEBC wapate kuzingatia. Sijui kama yale marekebisho yalizingatiwa, na kama hakuzingatiwa, moving forward to 2027 ni vitu gani ambavyo IEBC vimeonyesha udhaifu na lazima virekebishwe ndio mambo kama haya sijirudie tena? Kitu ya kwanza, IEBC lazima ihakikishe kuwa imekuwa very firm kwa mambo fulani yasitendeke, like mambo ya violence. Hiyo lazima ikuwe very very firm, because ikidisqualify 2-3 candidates utaona mtu akifanya mambo ya violence. Kitu ya pili, mambo ya bribery, voter bribery. Nyingine inafanyika karibu station. Najua station ya kura sio mtu anasimamia IEBC, sio hata polisi. So IEBC inataka nipaende direction, iseme tu tutakubali mambo fulani yafanyike, hatutakubali watu waingie na nini. So hayo ni mambo ambayo natakana IEBC yenyewe iweze kuweka chini na ikuwe very firm on certain things. Lakini utapata kwa IEBC pande nyingine uwe najiregeza upande wa wanasiasa. Na ukiona kwa nini Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua wameenda mahakamani, shida kubwa hutokea mahali inaitwa Bomas of Kenya. Wenyewe wanasema hiyo ni crime scene. Mara mingi ukiona ile hata mahakama ya wakati ilibadilisha uchaguzi wa rais Uhuru Kenyatta na William Ruto, nakumbuka ile Maraga wakili walilaumu Bomas of Kenya. Hata juzi tukiwa na utata wa urais wanalaumu hata marehemu Raila Amolo Odinga alikuwa analaumu Bomas of Kenya. Sababu kuwa wakati kura imepigwa katika polling center, ile form imetoka katika polling center inataka ni kuwe the final. Lakini unapata kuwa wanafanyanga tallying and retallying. So saizi wanasema sababu gani wameenda mahakamani, wanasema ile kura ya rais inataka ni kuwe determined at the constituency level. Ikishatoka kwa tallying center inaenda kwa constituency. Ikishafika pale, hata kabla haijafika Nairobi, sisi tunataka tukue tujue katika hii constituency rais alipata kura ngapi. Katika hii constituency sisi wenyewe anaweza fanya hata kwa simu tupige ile nini na tujue amepata. Lakini sio kusema kuwa hata unakumbuka wakati kura huwa inaendelea, huwa nafika maana wanasema media houses msiweke yale matokeo katika mitandao yenu. Mngoje Bomas of Kenya. Lakini for the sake of transparency haitakani tungoje Bomas of Kenya, sababu kura ishapigwa tayari, ishahesabiwa. Kwa nini msiweke katika mitandao? Kwa nini msiweke katika TV? Kwa nini msifanye tallying? Tunataka tallying ya rais wewe hata mwenyewe uweze kufanya. Ili kabla hata wajatangaza wewe unajua nani ndio mshindi. So transparency
violence hiyo ndio tunapigania kuwa hiyo wakishamalizika katika turning center haiwezi badilishwa mahali pengine. Bomas itakuwa kazi yao ni kuweka hapa ilikuja hivi, lakini utapata kwa saizi watakwambia wanafanya retelling, warudie wabadilisha mambo fulani. So hiyo ndio mambo ambayo shida kubwa ambayo iko katika IBC. So nini wameenda, hiyo ni kitu ambayo iko, lakini wameenda mahakamani ili iweze kuwafahamu kuwa wakati tutakuwa tunahesabu matokeo ya rais, yale yatatangazwa pale katika tallying center ama katika polling center, hayo hayataweza kubadilishwa. Kazi ya watu ya Bomas of Kenya haitakuwa ni retelling. Kazi yao ni kuangalia tu imetoka ngapi, na pia watu wawe na uwezo wa kufanya retelling, because inafikanga mahali Bomas inasema wale waandishi wa habari wasifanye lolote, msiweka hilo matokeo, mungoje tu Bomas of Kenya peke yake. Na utapata saa zingine anachukua hata siku 2 siku 3, because utapata kama kura imeisha, kura imepigwa imeshaisha saa 12, tallying ishafanyika, mbunge amejulikana by saa 5 usiku, governor amejulikana, MC amejulikana, lakini unapata rais itachukua siku 2 siku ngapi ndiye ajulikane yale maswali, yale majibu ya nini, yale majibu yako pande gani. Watasema saa zingine kusafiri kutoka Mbere kufika hapa inachukua siku 3 siku ngapi. Tunataka baada ya uchaguzi kufikia saa 3 ya usiku, saa 6 usiku, saa 8 tutakuwa tumejua matokeo ya rais kutoka kila sehemu. Tutakuwa imeweka katika mitandao ya jamii na kila mahali. Hiyo ndio naona kila mtu anania. Kitu ya pili, tunataka IBC iwe na uwezo wa mambo ya violence. Mambo ya kuweza, you see, you must have the teeth to bite. Tukiwa na mambo kama nini iweza kuwa na kudisqualify kufanya nini. Lakini utapata IBC iko lenient especially kwa upande wa serikali. Sababu utakuja kupata for example, juzi katika upande wa Mbere, wale vijana walikuwa na mipini, wale walikuwa wanapiga watu, walikuwa wanashirikiana na polisi. Wakipigwa picha wako na polisi. That's why unaona tayari rais alikuwa anasema kuwa yale makundi yafanya, lakini it's too late. Sababu tayari yale makundi yameachieve what they wanted. Kama rais angekuwa na nia nzuri ya kunini, angesema haya makundi yachukuliwe hatua ila wakati ya campaign. Lakini haya makundi yamefanya kazi yake. Yameweza kupeana kiti ya Mbere. Yameweza kuzuia watu wengine wasifanye mambo fulani. Unaona? Lakini sasa rais anasema saizi kuwa it's good wacha wa crack on those things, but are they not going to recur? Kwa hivyo kuna imani ya kwamba haya mambo ni ya kusema na yatafuatiliwa tu. Because kama tungekuwa hivi mambo ya makundi yamekuwa kuanzia wakati uchaguzi uanze. Na makundi mengi mwana hata jana katika TV utapata kuwa wale makundi wanashirikiana na wahuni, wanashirikiana na askari. Wako na mipini askari wako na, lakini makundi ya ile nyingine hao wanazuiwa, wanatolewa, wanashikwa, wanafanya nini. So nataka tukiwa na fair level playing ground ili tukiwa na makundi kama hayo wasingoje baada ya uchaguzi ndio waseme wako crack on those. Kwa hivyo inamaanisha kwamba katika njia moja au nyingine tu maafisa wa polisi na vitengo maalum wacheze role yao. Kuhakikisha kwamba kila mtu anapata fair and a free process pale. Na isifanyike baada, because haya makundi yameachieve what they wanted kule Mbere, yameachieve what they wanted kule Malava. Do you feel vile unavyoongea ni hisia tosha tu kusema kwamba you feel you were cheated? Do you feel that? Yeah, that's what is happening. And ukiangalia unaona kama we are going back to the era ile ilikuwa ya Moi. Ile ilikuwa ni 1992 ama 2007. Unajua ukikubali makundi yaanze kuwa na nguvu kuliko askari, makundi kuliko raia, italeta shida. Na hayo hizi makundi yanarudingi chini tu sababu uchaguzi imeisha ama nini. Lakini ikifika wakati mwingine wataamka. Nakumbuka wakati ya Mungiki walisumbua watu sana. So tunajaribu kusema kwa serikali ya crack down on all those groups, kuhakikisha kwamba kuna usawa kila mahali. Kuna usawa katika kila kitu. Na hii groups hai affect wale wananchi wa opposition peke yake. Hata wale watu wa serikali. Sababu hizi groups baada ya uchaguzi bado ziko. Na wataendelea kusumbua watu. Alright. Bwana Zack, labda kufikia sasa, je, nafasi ya upinzani ni gani? Manake kabla hizi by elections tutasema ya kwamba upinzani ulikuwa na umaarufu pale. Wengi wakasema kwamba broad based government pale haina umaarufu kulingana na upinzani. Lakini kufikia sasa tunaona kwamba broad based government imenyakua viti vingi sana katika hizi by election ambazo zimepata kuisha pale. Je, kufikia sasa nafasi ya upinzani ipo wapi? Je, mna imani ya kwamba mko na nafasi ya kumfanya Rais William Samoei Ruto a one term president? In fact nafasi ni kubwa sana, sababu utapata kuwa hizo viti zote zilikuwa ni viti za serikali, hazikuwa ni viti za upinzani. Ukiangalia Mbere, ule alitolewa pale alikuwa ni Chaini waziri. Ukiangalia ule alifariki katika Kasipul pia ni mtu wa ODM. Ukiangalia ule mtu alifariki kule Malava alikuwa ni mtu wa ANC, ile mtu wa serikali. Lakini ukiangalia
zile kura, angalia kama Mbere tofauti ilikuwa ni kura ngapi baada ya yale madai ya uizi na kadhalika. Tofauti ni kura ngapi? Tofauti ni kura 400 peke yake. Ukiangalia kule Malava baada ya madai ya uizi, baada ya serikali kununua, tofauti ni kura ngapi? Tofauti ni kura 300 peke yake. Hilo ni kitu serikali nataka jiulize. Baada ya kuweka vyombo zote za serikali katika uchaguzi huo, lakini Mbere nasikia waliweka Prado 700, Prado 70, Land Cruiser, helicopters zilikuwa kule, waziri ameishi kule karibu miezi mingapi, lakini tofauti ni kura 400 peke yake. Ikija uchaguzi wa ile general election, serikali haitakuwa na zile vifaa za kuweka katika ile kila mahali katika constituency. Itakuwa overstretched. Haitaweza kufanya yale mambo. But tukienda katika Malaba, utapata Faruk Kibet aliishi huko for 3 months. Kila siku alikuwa anamka kuanzia saa 12 ni campaign. Zile pesa wakachukua bunge wote wakaweka kila ward. Malaba iko na ward 7. Kila ward ilikuwa imepewa mbunge, na mbunge alikuwa anapewa milioni 1 kila siku kufanya campaign. Unaona? Mawaziri wote walikuwa kule. Lakini what happened? Yote ilianguka. Ukija katika kaunti ya Bungoma, nyinyi mnaitanga ati kwa Papa wa Roma. Ule ni speaker Bwana Wetangula. Hiyo ilikuwa ni ward yake. Pale mahali mwenyewe anapigia kura. Alikuwa huko kila siku. Tulikuwa waziri Murkomen akaenda kule. DIG Masengere akaenda huko. DIG Lagata akakuwa huko. Tumekuwa na viongozi wengi. Faruku alikuwa anaishi huko. Lakini katika hata ile polling center, ile class ambayo yeye mwenyewe anapigia kura, ile stream alishindwa. Sababu watu wa Bungoma wamechoka. Walisema hatutaki mambo ya Ford Kenya, tumechoka. Watu walitumia bunduki, walipiga watu wengi mipini, waliumiza watu, lakini watu walisema hata tukifanya namna gani, lazima tuhakikishe tumebadilisha hii Ford Kenya. Na sisi watu wa Bungoma tuliweka mikakati. Tulijua kura itataka kuibiwa, tukaweka mikakati ya kutosha. Tukahakikisha kuwa hii kura hawataweza kuiba. Walijaribu njia yote lakini ikashindikana. Sababu tulikuwa tumeinfiltrate zile system zao. Ile kitu wanataka kufanya tunaambiwa hapa wanataka kufanya hivi, hapa wanataka kufanya hivi, hapa wanataka kufanya hivi. Hiyo ndio naona kuwa Bungoma ile kwa Ford Kenya tulimshinda mpinzani wetu independent candidate alipata kura 6,000. Yeye akapata kura 2,000. Na bado still wanataka kuintimidate huyu kijana ambaye ameshinda kura. Right. Unaona kama jana sisi ya yeye Kericho huko nini anamtumia message kuwa alihusika katika wizi wa kahawa mwaka wa 2029. 2029 niko na habari hapa. 2029 mimi nimekusikia vibaya hapa tu. Hapana, 2029 niangalie kalenda yangu leo, si tuko 2020 ngapi vile? Tuko 2025 leo, tarehe 2 mwezi ni wa 12. Tumefika 2029 saa ngapi Jabali? Wacha nikusomee. Nisomee Jabali. Anaitwa Peter Ogola. Good afternoon mheshimiwa. Following our verbal telephone conversation, I, Peter Ocheng, the CCIO, Nandi County, do official summon you under Section 52 of the National Police Service Act laws of Kenya to come and appear before DCI in Nandi County in Kapsabet on 1st December at 10 a.m. This is in relation to a robbery incident which happened on 29th November 2029 in Tinteret sub-county, where coffee barrels were violently stolen, failure to which further action may be taken without notice against you. Hii ni 2020, hii ni 2025. Hata ukiangalia jana, huyu kijana amekuwa katika Citizen Radio na katika mitandao akisema yeye hajawahi lima kahawa. He has never been to Tinteret. Ile kahawa yeye anajua ni ile kahawa na kunywa peke yake. Yeye hajawahi kanyaga Tinteret. This is hii ni intimidation tactics ya serikali, unasikia? Sababu hawakuamini kuwa Papa wa Roma anaweza poteza kiti katika ile county ile ward yake. So sasa ndio hebu niruhusu niseme hii disclaimer ya pili, maana leo tutasema disclaimer nyingi sana. Na kukumbusha msikilizaji kwamba haya ni maoni ya Zack Baraza. Anajua ujumbe wake huo, na katika njia moja au nyingine hahusiki na Radio Maisha. Tutakuwa tunafanya follow tupate kujua ukweli wa ripoti hiyo. Unaweza kanitumia nipate kuisoma mimi mwenyewe, nipate kuangalia ukweli wa mambo. Lakini vile vile bwana Zack Baraza, nikiangalia katika hizi zote unazozongea, yote ni masuala yote ya kugandamizwa endapo utakuwa unaongea kinyume na serikali. Je, kufikia sasa na yale ambayo yanafanyika, manake hivi majuzi Jumapili pale Kariobangi, kufikia sasa bado kuna utata kupata kujua ukweli wa mambo.
Upande wa upinzani wanasema ni mazoea, tushazoea kugandamizwa pale, endapo tuna mkutano tutafyetuliwa tear gas, tutakuwa harass, tutazungushwa hapa na pale. Lakini upande wa pili wa upinzani, upande wa pili wa serikali wanasema why should we deal with, and I will quote this, why should we deal with the losers? Ni maneno ya bwana Joshua Nyamori. Kwa nini serikali ikuwe na kimbizana na nyinyi na hamna agenda, hamna nguvu, by election mmeshindwa, kwa nini wasumbuane na nyinyi? Ukiangalia yale mambo yalifanyika katika Kariobangi, sio mambo mazuri, sababu ni mambo ambayo yaliguza wamama, yaliguza watoto. Sababu utakuja kupata kwa kanisa ni mahali yatakana kuheshimiwa, msikitini ni mahali yatakana kuheshimiwa, ile tembo ni mahali yatakana kuheshimiwa. Haitakani mtu yote alete vurugu pale, sababu hilo ni jumba la Mungu. Lakini utapata kuwa katika ile Kariobangi mliona tear gas kitupwa katika kanisa. Swala unajiuliza, ni mwananchi ndio beba tear gas ama ni serikali ndio beba tear gas? Lakini National Police Service inasema kwamba kulikuwa na vurugu pale nje, kulikuwa na makundi ambayo yalikuwa yamekuja pale kuleta vurugu, na katika njia ile ya kuwaondoa vile ikabidi watifue tear gas. Kitu moja, yale makundi yalikuja kufanya nini katika kanisa? Sababu Rigathi Gachagua ni Mkenya kama mtu mwingine. Ndio, na polisi pia wako na jukumu la kumlinda bwana Rigathi Gachagua. Ndio. So makundi mengine yakijaribu kuingia, kazi ya polisi ni nini? Kulinda pale na kuhakikisha kwamba kuna usalama. Kwa nini katika zile functions za serikali hakuna makundi yanaenda? Ni functions za opposition pekee ndio utapata wanasema makundi yalikuwa yanapigana kule. Kwa nini yale makundi yasiende pia yapigane katika upande wa serikali? How do you feel bwana Zack Baraza ukisikia kwamba wapinzani wako wanasema kwamba hizi one stage tu, yani upinzani mnaweka kipindi pale kupata sympathy? Unajua ukiwa katika serikali, unaweza kuambia kitu moja, ukiingia katika serikali lazima uongee mambo fulani. Lakini watu wa serikali ukiongea nao peke yao one on one wanakuambia bwana hivi vitu sisi tumeambiwa tufanye, ingawa hatupendi, lakini tunalazimishwa na serikali kufanya. Hata wale spokesman watapata kwa spokesman anasema sisi tumelazimishwa na serikali tufanye mambo fulani. Tunajua kweli maneno. Because hakuna Rigathi sio wazima ambaye ataenda kule alafu alete maguni mawili aanze kupigania nini. Lakini utapata kundi moja imeletwa na watu fulani kuzuia yeye asiongee baada ya misa. Ile kundi ililetwa kule katika kanisa ilete vurugu ili yeye asiongee na nini baada ya misa. Walitaka kuharibu hiyo misa ikiwa katikati. Lakini watakuwa wameharibu vipi? Lakini ukiangalia ile Kariobangi pale mlikuwa mmeshinda pale kile kiti cha UMCA. Kwa hivyo ilikuwa inaonekana kwamba ile ilikuwa ni ground yenu. Kwa nini kukuwa na vurugu katika ground yenu? Hilo swali tunajiuliza, kwa nini wakuja tuvuruge na ile hali sisi tumeshinda? Hilo ndio swali hilo moja ambapo bwana Joshua Nyamori anauliza, kwa nini mvamiwe pahali ambapo nyinyi tayari mmeshinda? Yeye anaamini ya kwamba hii yote ilikuwa ni kipindi tu kuleta ile diversion baada ya nyinyi kupoteza ile by election. Kama ni kipindi, polisi wameshika watu wangapi? Sababu kama polisi wanasema tulikuwa na makundi yalikuwa yanapigana na walikuja wameshika watu wangapi? Wewe ukiangalia pale Kariobangi uliona watu wamebeba panga, wamebeba mipini na polisi walikuwa pale. Wewe leo hii ukitaka kujua, wewe jaribu ubebe panga peke yako uingie pale Nairobi, within 30 minutes wako shashikwa. Ukiona mtu yote ama makundi fulani yameenda yamezozana, yamepigana na wametoka pale bila mtu yote kushikwa, wanakuambia umetawanya watu, hiyo inamaanisha serikali ilikuwa na uwezo ndani yake. Lakini ile incident ambayo serikali haiko ndani yake, ukijaribu kidogo utapata watu 20-40 wameshikwa na pelekwa kotini. Lakini ukipata wale watu hawajapelekwa kotini, utapata makundi serikali ilihusika. Sababu mimi nakwambia mtu yote katika Kenya hii, especially Nairobi na mahali pengine, hauwezi jaribu kubeba mipini, hauwezi jaribu kubeba panga vile tumeona katika video na serikali kuache. Itakuwa tayari ishafanya. Kama nikuulize, mtu ametupa kitu kwa mtandao, serikali itamtafuta mpaka impate kwa mtandao peke yake, na ule mtu amebeba panga ameonekana, itashindwaje kumpata? Kama inaweza pata wale bloggers walikuwa kituma mtu hata ako pengine kule Migori ako wapi, ametupa kitu kwa mtandao, serikali ina uwezo wa kumtafuta iende mpate. Haina picha yake, haina chochote. Kwa nini ule mtu amebeba panga ambaye anaonekana katika video? Tumeona zile video za Kariobangi, wale watu ambao mipini. Kwa nini serikali isitumie ile uwezo iko nayo iweze kuwashika? Sababu hawa watu wametumwa na watu fulani katika serikali. Hiyo ndio sababu hakuna mtu ameshikwa. Lakini kama wangekuwa wametumwa, hawa watu wote wangekuwa wamepelekwa kotini. Sababu serikali ina uwezo ya kufanya jambo lolote kuhakikisha sheria imekuwa maintained. Lakini ukiona wale ile wakati wanasema hao makundi mawili walikuwa wanapigana, na kwa nini wasipeleka yale makundi yote kotini? Sababu wana uwezo wa kushika hii makundi. Tuko na DCI, tuko na NIS, tuko na polisi wenyewe wa kawaida.
Doria. Bwana Zack Baraza, na haya yote ambayo unayosema inaonekana ya kwamba hamna nguvu, hamna uwezo. Maanake mwisho siku kama unaona kabisa kuna madhila ambayo yanafanyika hapa, je, kama upinzani mmekuja na mipango tofauti kuhakikisha kwamba mmejitafutia nafasi ya kushinda urais hata baada ya kuona hizi changamoto zote? Je, kuna mipango ambayo mmeiweka? Tuko na mipango, lakini sasa ni mapema sana kuanza kuangalia hizo mipango, lakini tuna system zimewekwa in place. 2027 tutakuwa na mgombea mmoja wa urais. Mgombea mmoja wa urais. Hiyo tumeweka system in place. Na kitu cha pili pia, ukiona uchaguzi difference ni kidogo sana. Hivi baada ya kuweka resources. Lakini 2027 pia sisi tutajipanga vizuri. Hivi nikuulize Bwana Zack Baraza, je, una imani ya kwamba kama Gen Z wangekuwa wamejitokeza kwa idadi kubwa hivi leo tungekuwa tunaongelea lugha tofauti kuhusu hizi by election? Ama unadhani kwamba kutokea kwa kupiga kura kidogo kuleta changamoto pale? You see, Gen Z ni wazuri sana katika mitandao, lakini ikija katika ground hawako katika ground. Hiyo ndio shida ya Gen Z. Lakini katika mitandao ni wazuri sana, sababu kama wangekuwa serious hii mambo ya kujiandikisha kura, wangekuwa wamejiandikisha kwa wingi sana. Lakini pia unaona serikali imetumia mbinu ambayo sio nzuri kwa mambo ya kujiandikisha kura. Sababu imeweka mtu kura katika station moja mbali sana. So utapata watu wengi usafiri nini inasumbua. Umefanya makusudi unadhani? Ni makusudi. Sababu kama hii kura ingeweka kila mahali watu wanapigia kura, ndio mahali watu wangeenda kujiandikisha kura. Kwa kila polling center wangeweka mtu aenda ajiandikishe kura. Lakini ukiweka kujiandikisha kura sehemu moja, unaacha sehemu nyingine. Tungekuwa na mobile registration centers. Unaona? Zile wangekuwa wanatembea wanaingia kila mahali, wanaingia katika mashule, hata nyinyi kwa kazi hapo ungekuja unaandika, unajiandikisha. Lakini utapata kuwa serikali haitaki watu wajiandikishe kura wengi. Sababu anajua Gen Z wakijiandikisha kura wengi watakuja kupiga against the government. Ndio unaona sababu kuwa wanasema tuko na registration, but unajiuliza hii registration iko pande gani? Unapata kwa constituency iko mahali pamoja. Mtu ataona usafiri na watu wana pesa peke yake. So ile kitu ningeomba IBC ifanye, ihakikishe kuwa hii registration imepelekwa katika kila polling center. Are you getting that? Sababu utapata watu wengi ni wamama, wazee. Ukisema atembee distance ya kilomita 5, kilomita 6 kwenda kujiandikisha, anaona what is going to gain. Lakini wangeleta karibu hapo, ita encourage watu wafanye namna gani? Waende wajiandikishe. Wangeweza kupeleka hata katika shopping centers. Waweke unajiandikisha. Lakini utapata like for example, constituency iko katika pale kwa hiyo IBC offices peke yake. So hiyo inafanya inakuwa ugumu sana kwa ule mtu wa kawaida ambaye kusafiri kwenda sababu tumekuwa nikiongea na watu wananiambia kwenda kujiandikisha unatumia shilingi 100 kwa pikipiki kwenda, na pia unatumia shilingi 100 kurudi. So hiyo ni shilingi 200. So kwa mtu wa kawaida ule kijana ambaye hana kazi, anaona hii shilingi 100 afadhali aende anunue nini? Airtime. Afadhali aende anunue chakula kuliko achukue aende aweke kwa mambo ya kura. Bwana Zack Baraza, kabla tuendelee na maongeo, nikurudisha nyuma kidogo. Ulikuwa umesema ya kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba Wakenya wengi katika hizi by election hakuenda kupiga kura kwa sababu ya ile hofu ambayo waliokuwa nayo na zile vurugu ambazo tuliziona pale. Je, kufikia 2027 ni kitu gani ambacho tamshawishi Mkenya hakikisha kwamba mwisho wa siku ameenda kupiga kura bila ule uoga ambao tulikuwa tumeuona katika hii by election? Maana watu wanasema kwamba hii ni litmus test, na kwamba haya ambayo tumeyaona kuna uwezekano mkubwa basi anaweza rudia pale. Je, kumtia moyo anayefaa kwenda kupiga kura na kumtoa wasiwasi kwa ile ambayo ameyaona haya, utamshawishi vipi mwisho wa siku aende apige kura? Mimi ile kitu nikiomba Wakenya wasiuziwe uoga. Ile kitu ambayo serikali kufanya ilikuwa ni kuuzia watu uoga, wasiende kupiga kura. Ndio maana tumekuwa na vurugu kila mahali. Tumekuwa na kuchoma magari. Serikali ina uwezo wa kusimamisha hii vurugu yote. Serikali ina uwezo ya kusimamisha haya madhara ya kuchoma magari nini. Ina uwezo, mtu asikudanganya, ina uwezo. Ina uwezo zaidi ya hayo. Lakini haitaki kutumia huo uwezo kwa sababu inasema ile kuuzia watu woga. Wanataka kuuzia watu woga ili watu wachache waweze kujitokeza, wale watu wako katika mrengo wa serikali. So mimi nataka kuambia Wakenya 2027 msiuziwe uoga. Tukiwa nyinyi jitokezeni muende mpige kura, sababu hiyo kura itaokoa maisha ya watu wengi sana. Utapata kuwa kama for example watu wawili wakifariki, lakini mkipiga kura kwa njia nzuri mtaweza kuokoa maisha ya watu wengi sana. Sababu maisha ya kuokoa maisha sio lazima atikue ni wale watu wamefariki. Tuna zile fedha zinaibiwa kwa njia kupitia madawa za hospitali. Watu wengi kufariki kwa sababu hawana uwezo kwenda kutibiwa. Watu wengi kufariki, watu wengi wameshindwa kwenda shule kwa sababu hawana school fees, hawana nini. But ukiweza kupiga kura kwa njia nzuri, yale mambo yote yatakuwa shwari. Lakini usipopiga
kura kwa sababu umeuziwa uoga, wewe utaendelea kupoteza maisha yako, utaendelea kupoteza zile nafasi ambazo uko nazo. So mimi ile kinaweza kuambia Wakenya, hata tukiwa na vurugu nini, jitokezeni kwa wingi, muende mpige kura ili muweze kuchagua maisha yenu, because kura yako ndiyo itaamua utaishi maisha gani. Usipopiga kura inamaanisha unaharibu maisha yako. Wale watu wengine watakuwa wanaamua ni utaishi namna gani, lakini ukipiga kura utakuwa mwenyewe umeamua utaishi namna gani. Alright. Hivi Bwana Zack Baraza, na imani kwamba ni engineer pale masuala yote ya ujenzi wa barabara na kadhalika. Kufikia sasa rais anajipigia debe katika masuala yote ya maendeleo. Yupo kule alikuwa kule Rironi Mao pale kuhakikisha kwamba ujenzi barabara iko salama. Kufikia sasa, je, ukipiga tathmini kwa darubini infrastructure na maendeleo katika taifa la Kenya, are we heading the Singapore way? Tunaelekea Singapore hivi karibuni? Swala unataka nijiulize, tangu Rais William Ruto aingia katika uongozi amekopa 3.5 trillion. Ndio. Hebu nionyeshe zile projects katika nje tangu aingie. Zile zinaweza kufika 1 trillion. Sababu economy ingeweza kuabsorb 3.5 trillion kufikia sasa. Okay. So hiyo sasa nionyeshe projects zile. Anaendelea kuongeza madeni na anasema hizi infrastructure zinatakana 5 trillion pale. Na hii 5 trillion hiyo ni mzigo anaenda kuongezea Wakenya. Lakini rais alisema kwamba haitatoka kwa mifuko ya Wakenya. Alisema won't impose more taxes. Maneno yake alisema yeye mwenyewe. Muamini rais alisema mara mingi. Alikuwa anasema gasi itakuwa shilingi 6,000, gasi shilingi 600, gasi kwa pesa ngapi? Alisema mamboga atakuwa katika serikali. Tuko na mamboga katika serikali. Alisema shule watu watakuwa wanapata free education iko. Mambo ya shisho inafanya kazi. Yale ni mambo ya kuongea. Lakini kitu kingine ya muhimu katika mambo hii barabara ya Rironi ni kitu moja. Na nimeona watu wameenda mahakamani. Ndio. Wanasema itakuwa ni toll ile unalipia ile ndio uweze kupitia katika ile barabara. Kama vile expressway vile. Kama vile expressway. Ndio. Lakini serikali inataka walipie na hawajapana alternative kwa yule mtu hana fedha. Unaona kama Nairobi hapo wameweka expressway, tuko na alternative. Ule mtu wako na fedha anapitia expressway. Panda juu. Ule hana fedha anapitia chini. Lakini ile barabara itaweza kutoka Nairobi kwenda mpaka Mau Summit, haina alternative. Kwa hivyo itabidi ulipe. Na ule mtu hana fedha anataka kusafiri, atasafiri namna gani? Hilo ndio swala kubwa sana, sababu Wakenya wengi hawana uwezo wa kulipa. Wakenya wengi hawana uwezo wa kulipa. Ule mwananchi wa kawaida, ule ako na gari anataka asafiri, atalipa namna gani? Tungependa waweke ile barabara ambayo sio kulipia, sababu ukisema wanalipia inamaanisha nauli itakuja kupanda. Sababu lazima hizi buses zote, lazima shuttle zote zipitie hapo. Na wakisema wanalipia pesa fulani, hiyo pesa mwenye gari anapitisha kwa mwananchi wa kawaida. Unaona? So serikali iweke alternative. Ule mwenye ana fedha apande kwa ile Rironi whatever. Ule hana fedha atumie barabara ya kawaida. Hiyo ndio kitu tunaomba. Kitu ya pili, wanasema hizi fedha nyingi kama pesa ya wafanyikazi NSSF inaenda kuingia pale, wanataka kuuza manini zingine, unaona? Lakini baada ya yeye kutoka katika uongozi, wale vizazi anawaachia hizi madeni, tutafanya namna gani? Sababu tayari sasa hivi wametuongezea deni ya 3.4 trillion. Na hatuoni project zote. Uongeza another Kenya, yeye akiingia Kenya ilikuwa na deni ya bilioni 8. Unasikia ndugu yangu? Ndio. Ilikuwa bilioni 9. Trilioni 9. Ndio. Hiyo ni miaka 60 tangu tupate uhuru. Ndio. Amekopa 3.5. Anaongeza 5 trillion. Hiyo itakuwa ni ngapi? If it has taken 60 years kuwa na deni ya trilioni 9. Inachukua miaka 5 kuongeza deni ikuwe maradufu. Trilioni ngapi? Itakuwa ukiongeza 12, 18, 17. Tutatoa wapi hiyo pesa kulipa? Sasa ndio swali ambalo nataka nilirushe kwako, endapo mtachukua urais au endapo mtachukua serikali, je, mko na mipango ya kulipa ili deni? Sababu wanasema unasikia unasemanga odious debt. Tuna yale madeni ambayo hayakufuata ule utaratibu. Ndio. Yale madeni hayajafuata utaratibu, hatuwezi lipa. Yale yamefuata utaratibu yatalipwa. Na pia utapata kuwa wanasema utapata hii kwa hii 5 trillion. Wanasema ile actual pesa ambayo inaweza kufanya kazi ni about 2.5 trillion. Ile nyingine ni ile kickbacks za watu. Wame overload kwa ile kitu. Na pia utapata zile kampuni zinakuja kufanya ni kampuni za Wakenya. Wameenda kujirejeza kule nje kama vile Uhuru Kenyatta alifanya hii expressway. Mimi sina uhakika wa hilo. Unaona kila mara utanipatia dokumenti nyingine. Baraza ni kama una ujuzi mwingi sana. Umeona wakati tumekuwa na ile utata ya kulipa ushuru expressway, yakaenda kwa expose hizo vitu. So utapata kuwa hizi barabara Kenya wataenda kurejeza kampuni huko. Hao ndio watakuwa wanasanya ushuru ya hiyo toll for the next 28 years. Unaona?
Hakuna haja ucommit inji kwa miaka 28 kwa zile vizazi. That's why mtu alikuwa anasema in future ndakana sheria weka kwa rais akiingia lazima ajikomiti kwa zile miaka 5. Unasikia? Ile yuko katika uongozi. Lakini ukiwa rais kwa miaka 5 hauwezi commit inji kwa miaka zingine 40 zile hautakuwa hata mwenye hautakuwa. Hiyo ni kuumiza wa Kenya. Ana imani ya kwamba kwa kazi nzuri ambayo anaifanya wa Kenya automatically watampitisha. Kama ingekuwa ni rais hivyo, kwa nini ana struggle? Kwa nini utumie sheria? Kwa nini utumie vyombo za serikali kufanya mambo fulani kama yuko popular? You don't need those things. All right. Isaac Baraza, tunasema ni asante kwa muda wako asubuhi ya leo kuchukua nafasi ya kuja ndani ya studio zetu kujadili mawili matatu. Upande wa pili naangalia muda kidogo umeyoyoma Erastus Kibona akiwa tayari kutupatia habari za sasa. Hadi siku nyingine bwana Isaac Baraza, shukran sana. Hata mimi nashukuru sana na pia nashukuru wasikilizaji wote kwa kutusikiza. Kwa mpigo tena zaidi. Asante.